pili, nasema pia asante kwa wale wote ambao wamefika hapa na kuambia sisi pole na kuomboleza sisi, na sana sana kwa Mheshimiwa Rais. Nitaongea kwa ufupi kuhusu, nimeulizwa kuongea kwa ufupi kuhusu ile kitu ambayo ilifanyika ambayo mpaka mama akaaga. Najua kuna watu wengi ambao wana maswali wakijaribu kuuliza ni nini ambayo ilifanyika. Hata tulipokuwa tukiingia nilisikia watu wakijaribu kuuliza kwa nini ilifanyika na kwani hatukusikia kwamba mama alikuwa amegonjeka. So wacha niseme tu kwa ufupi kwa sababu ya saa. Mama hakukuwa mtu ambaye hata alikuwa na shida yote kwa ugonjwa ama kwa mambo ya afya. Alikuwa kwa afya mzuri karibu maisha yake yote. Hakuna siku hata sisi tulikumbuka kama watoto, kama familia, yeye akiwa hata kama na homa ama akiwa hata na shida yote ya kiafya. Hata sisi hata tulikuwa tukisema, tukichunguza wakati ya mwisho ambaye mama alilala hospitali ilikuwa ile wakati mimi nilikuwa nazaliwa. So hiyo ni ile kuonesha huyu alikuwa na afya nzuri, hakuwa na shida yote ya afya. Lakini juzi nikapata kujua kwamba mama alianza kusema kwamba anaanza kusikia kwamba ni kama hana nguvu na alikuwa na shida kupumua na anaona kwamba mwili yake ni kama haina nguvu. Saa ile hii habari mimi sikujua kutoka yeye. Yule ambaye aliniambia kwamba mama hasikii vizuri ni mzee. Hiyo ilikuwa mwaka jana mwezi wa 12 baada ya Christmas. Tulikuwa tunakaa kidogo kando na mzee aliniambia kuna kitu nataka kukuambia. Na aliniambia kwamba mama hasikii vizuri. Nilimuuliza ni nini, akasema yeye ni kama sijui shida yake, anasema akijaribu kutembea hata akipanda stairs akideta mahali anasema anaanza kusikia kama mwili yake haina nguvu. Alafu mzee akaniambia kwa sababu alijua mama si mtu ambaye anataka mambo yake ijulikane kila mahali. Aliniambia kwamba nakuambia hii lakini usimwambie mama nimekuambia. Unajua hiyo ni vile tulikuwa saa zingine mama anaogopa mambo yake ijulikane. So nikauliza mzee, tutafanyaje? Mzee alisema lazima tumpeleke, jaribu kumpeleka tufanye uchunguzi, tupeleke kwa daktari tujue kuna shida gani ambayo mama ako nayo. Kwa hivyo tuliamua kwamba tukianza hii mwaka mwezi wa kwanza kwamba wataenda na mama na watampeleka kwa daktari. Tukimaliza sasa tukianza mwaka, niliuliza mzee, umempeleka kwa daktari amesema nini? Mzee alisema ni kama mama anaogopa. Sijui kwa nini, tulimwambia tuende, yeye alisema kwamba tutaenda kesho. Kesho ikifika anasema wacha tuende next week. So kidogo nikaona kwamba ni kama hawataenda. So nikaambia mzee lazima tukae chini na yeye polepole na tumuombe tafadhali tuende hospitali. So nikaenda nikakaa chini na mzee, tukakaa na mama na tukampembeleza, tukamwongelesha na tukasema lazima tuende tujue shida ni nini. So baada ya kwenda hospitali na kufanya hiyo uchunguzi, nikaenda huko nikakaa na mzee, nikaenda na mama, tukaenda kuangalia daktari. Tukaangalia, tukachunguza, mwishowe ikapatikana kwamba mama alikuwa na kansa. Na hiyo kansa ilikuwa imefika stage 4. So ikabidi sasa tuanze mambo ya matibabu. Kuna daktari alitueleza vile tunaweza kujaribu kumtibu na alikuwa anasema kwamba kama tunaweza kufaulu labda tunaweza kupata bado muda na kulingana na vile hiyo matibabu yanaendelea. So hiyo ni ile kazi tulianza, lakini hata kabla ya kwenda mbali sana na hiyo matibabu alianza kuwa na shida ya kukula. Kila saa anakula, anaanza kutapika, anaanza kukosa kuweza kukaa na hiyo chakula kwa tumbo. Ndio tukarealize kwamba kulikuwa na shida kwa tumbo. Tukafanya uchunguzi mwingine
na tukapata kwamba hiyo kansa imekuja na imezuia mahali kwa tumbo yake, na hiyo ni kwa sababu hawezi kula chakula vizuri. Kwa hivyo tulikuwa kwa hiyo shida. Wiki jana tarehe 8 tukakaa chini tukajaribu kuangalia kama familia ile ya kufanya. Tuliambiwa kwamba ni lazima tujaribu kufanya tutafute njia ya kujaribu kufungua huko, so that akikula aweze kukaa na hiyo chakula. Tukafanya upasuaji kidogo tarehe 10 tulifanya tarehe 10 last week Wednesday. Baada ya hiyo upasuaji mama alikuwa sawa, na tulikuwa tunaambiwa kwamba ilienda vizuri. Lakini baada ya hiyo ilipofika Friday alianza kukaa kama hasikii vizuri. Alianza ukimwangalia tu uliona kwamba hakukuwa na nguvu. Jioni ya hiyo siku saa 6 nilipigiwa simu na niliambiwa kwamba mama amepelekwa ICU. Mimi nilikimbia kwa hospitali, tukakaa huko. Niliambiwa na daktari kwamba hali yake haikuwa nzuri. Alikuwa na mashida tofauti, lakini ile mbaya ilikuwa kwamba alikuwa na kidney failure na pia low blood pressure, na walisema kwamba ni ngumu. Daktari aliniambia kwamba watajaribu vile wanaweza kufanya, lakini nijue tu kwamba mahali imefika ni ngumu, kwamba mtu ambaye yuko mahali yuko anaweza kupona. So nikapea hii habari kwa mzee na kwa familia. Tukakaa na hawa, wakakuja hospitali. Mzee aliingia hospitali asubuhi, baada ya sisi mimi na familia tukijaribu kuongea na yeye, kwa sababu wakati hiyo tuliona ni ile kitu ya muhimu, nikijaribu kuona vile tusaidiane na mzee na tujaribu kumshika kwa hiyo muda. Na alipoingia hospitali asubuhi Jumamosi tarehe 13, tukakaa kidogo, akaangalia mama, na ni kama mama alikuwa anangoja afike, kwa sababu baada tu ya dakika 5-6 ya yeye kuingia mama aliaga. So hiyo ni ile kitu ambayo ilifanyika. Ni ugonjwa tu ambaye ilijulikana tu juzi, na baada tu ya muda fupi, hizi miezi karibu 3 hivi, mama ameenda. So hiyo ni ile kitu ambayo ilifanyika. Tulijaribu vile tuliweza, tulijaribu kumtibu, tulifanya maombi, lakini mwishowe alienda kukaa na Mungu, na tunasema asante. Ile kitu tunafurahia, na sisi kama familia tumekuwa tukifurahia, ni yeye alikuwa ni mtu alikuwa anaamini Mungu. Tulikuwa tumefanya maombi na yeye pamoja na wale ambao wako karibu na yeye. Hata kuna yule Bishop Mwiru ambaye alikuwa hapa, aliongea kidogo, na sio wakati yeye alikuwa amemuombea, na walikuwa wameomba pamoja, na alisema kwamba she was at peace with God. And so we thank God for that, and we pray and believe that she has gone to heaven. So as I conclude, I just want to say also, to just say briefly, thank you to a few people. I want to thank my sister, Nene, because she stood very firmly with Mom when she was in hospital, and I just want to thank you for all of that you did during that time. I'll also thank Selina, because my aunt, she also did a lot during that time. I'll also thank Susan, who is here, my friend who did quite a lot during that time. The 3 of them were taking shifts to stay with Mama during that time. Mmoja akichoka, mwingine akai, mwingine akichoka, mwingine anakaa. Mimi tulikuwa tunaingia, saa nyingine tunakaa asubuhi, saa nyingine nakaa jioni. Mzee, my father, kawaida yake alikuwa anaingia saa 1, 7 p.m. and stay until 10 p.m.
and then he goes and sleeps. So we used to stay, we would all work together. So asante kwa wale ambaye wako hapa, the ones that I have mentioned. Thank you so much for all that you did for Mom. I also want to appreciate the nurses and the doctors and everybody else. My father will say more about that side and afanya the words of thanks. But just I want to say all of them, thank you. You know, finally, to mzee, unajua tumekuwa na yeye kwa hii muda, and I know it's not easy. It was not easy on Saturday, and I know it has been not easy this week, and we have been trying very hard, all of us, to be as supportive as we can, and we will continue to work hard, and we support each other. And I want you to take heart. Today, I think even we are all a bit better, stronger, partly through your help and your support, and we continue to work together to strengthen and to build and to move forward from this tragedy. Nataka kusema, when Bishop Lele was giving the sermon, he mentioned how when he looks at Mzee, he knows that Mom must have been doing quite a lot of work for him. And I want to say that it is true. I can assure you that if you see Mzee the way he stands here, it is because of all the hard work that Mom used to do. And I will say briefly, as a small, I don't know, there's a story. You might recall, Your Excellency, there was a time, I think last year, or I think it was actually 2024, when I think you had given Mzee an appointment to come and see you. And I think on that day, Mzee, he wanted to wear some brown jacket and some trouser, I don't know. Mama akaangalia akasema no way, and he got his suit, a very good one, and pressed the shirt. And that day the pictures came out when you were standing on the steps, and you looked very smart, and people wondered, this is the old man wanasema, and he was, he could look like even a young man in office at the time. And that was the kind of person that Mom was. She took very good care of everybody, not just Mzee, all of us. She was somebody who believed in discipline, in respect, in humility. She led her life with a lot of humility. And I think those are kind of lessons that she taught all of us. And we hope we can be able to continue and that. And as we move forward, Mzee, we will continue to take over also. If there's ever a time you're going somewhere, I will also make sure that you will wear a good suit and and you will look smart. So as I finish, let me just also pay small tribute to her and mention about her music. No story about Mom can be said without talking about music. Mama alikuwa anapenda muziki sana. Kuna mawimbo zake aliimba, kuna ile ambaye ilikuwa, I think Joshua Sang alisema walikuwa nacheza kwa radio kila saa, ile ya Otienji Jehova, na hiyo tutacheza baadaye. Kuna mawimbo mingi zingine ambaye alikuwa nazo. But kuna wimbo moja ningependa tucheze tu kwa ufupi, ile ya Amy Kosgei kuhusu Tororo. Hiyo ni wimbo mama alipenda sana. Amy Kosgei and me and mom was like a mother to Amy. Walisaidiana went from when she was small. And even I've seen Bishop Kosgei is here, and he will attest to that. And during that time when she was mentoring her and teaching her, I saw all the work that she did. And one of the songs that Mom was instrumental in was the song of, actually that whole album of Kaswech. And I think as a tribute to her, we can just play that one song as we remember Mom, and tumwambie mahali yuko apumzike, akae na Mungu, because I know she loved the Lord.
Thank you so much. God bless you. Asante sana for being with us here today. God bless you. Asante. Maybe if we can stand so that we appreciate Mama and remember her kindly.